Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ndugu zangu, huu unaona katika mfuko hapa, huu ni unga wa mbegu za ubuyu, unga wa mbegu za mti wa mbuyu. Ule mbuyu huwa unatoa matunda, lakini yale matunda yanaposagwa ndio unapatikana unga. Unga una kazi nyingi sana mwilini, una kazi nyingi sana katika tiba, iwe za kibiolojia ama za kawaida. Unga huu ni kiburudisho, watu wanatumia kutengeneza ice cream, wanakwenda kutengeneza juisi kutumia. Lakini upate asilia kama huu, yani ambao hujachanganywa na vitu vingine vyovyote. Sichanganye sina marangi rangi yao yale maraza wenyewe tu natosha, kwa sababu una sukari ya kutosha tu. Hii ni dawa mujarabu ya kupandisha kinga zako za mwili. Ni dawa ya kuimarisha mifupa kwa sababu ina calcium nyingi sana. Lakini vile vile ni dawa ya kuondoa maumivu ya viungo, ni dawa ya kuondoa maumivu ya mifupa kwa ujumla. Ni dawa inayotibu vidonda vya tumbo, ina balansi sukari, inanenepesha, kumrudisha mtu afya yake iliyozorota, inapandisha kinga za mwili, na vile vile ni dawa ambayo kuna vitu vyake ukichanganya inatibu mpaka kifua kikuu biiznillah. Ni namna gani utaitumia ili uweze kupata faida? Kwenye kesi ya kupandisha CD4, yani kinga za mwili, utachukua mmea mmoja unaitwa cactus, wengine wanaita mkakati. Utakadiria, unaweza kuchukua kama kilo 2 ukasaga, au kilo 3 ukasaga, ukapata juisi yake. Baada ya kupata juisi, utakuwa unachota glasi moja ya hiyo juisi. Unaweza kuhifadhi kwenye friji, lakini utakuwa unatumia glasi moja ya hiyo juisi ya cactus. Unachanganya na kijiko kimoja cha unga wa mbuyu. Unachemsha jikoni kwa dakika 10. Baada hapo utachuja vizuri, ukichuja utatumia kunywa. Zoezi hilo utafanya asubuhi, mchana na jioni. Kuanzia wiki 3 mpaka wiki 6. Biiznillah, afya yako itarudi, mwili utapata nguvu, CD4 zako zitapanda, ngozi yako itanawiri, na tabu zote unazopitia katika mwili wako utaona zinatokomea au zinaondoka. Lakini vile vile kama unataka kutumia kwa kesi ya mifupa, kesi ya kisukari, kubalansi sukari katika damu yako, vidonda vya tumbo, utachukua kijiko kimoja cha chakula cha hii dawa cha unga huo mbuyu, utachemsha na maji, kikombe kimoja cha chai. Baada hapo utakunywa, na hiyo utafanya asubuhi, mchana na jioni. Kwa kesi ya tafuta unga gome, na maji mbichi, baada ya kuamsha utaacha ipoe. Baada ya kupoa utachuja. Kisha chuja, ukishachuja utachukua sasa unga mbuyu, utakadiria sasa. Kwa mfano kama dawa yako imefika lita 5, basi unga mbuyu utachukua robo kilo, utakoroga na hiyo dawa. Utatumia kunywa kikombe cha chai asubuhi, kikombe cha chai mchana, kikombe cha chai jioni. Lakini wakati huo unakunywa pia utakuwa unatumia kutafuna kitunguu maji. Kutafuna kitunguu maji, ukitafuna chenyewe kama chenyewe, na vile vile unaweza kukichemsha ukachanganya na ndimu na asali ukatumia kunywa pia. Inaendelea kusafisha mapafu, inaendelea kusafisha, kuondoa bakteria, na vile vile inafanya kinga yako ya mwili inapanda kwa haraka ili kuweza kupambana na ule ugonjwa biiznillah. Lakini pia katika faida nyingine, kama utahitaji katika kesi ya vidonda vya tumbo, kama nilivyosema, pia unaweza kutumia tu kubuia, unaweza kutumia kuchemsha. Lakini vizuri ukachemsha, kwa sababu hata kama una vijidudu
unasaidia kuondoa. Na unapopata kama hivi, mfano umeenda kununua masokoni, jitahidi uchekeche kidogo, kwa sababu muda mwingine unakuwa na mchanga vichenga. Kwa unaenda unauchekecha au unapata unga soft kabisa, unatumia kwa namna hiyo. Una faida nyingi sana zaidi ya hizo tulizozitaja, lakini bismillah kwa kifupi upate faida hiyo.